mwanamume unayenisikiliza lakini pia unayenitizama, nataka nikwambie kitu ambacho labda ulikuwa unakichukulia kwamba ni cha kawaida, kwa sababu mimi hapa kila siku nazungumzia kwamba kila mwanamke ana bapa lake tofauti. Nimekuita mwanamume uje unisikilize, na kama itakuwa unaniangalia basi unisikilize kwa makini na ukitendee kazi hichi ambacho itakuwa nakizungumzia, kwa sababu nataka nikwambie wale wanawake ama yule mwanamke kwa bahati mbaya utakayepatana naye wakati ule wa kuvumbulana, huenda ikawa hatakwambia, lakini mwanamke wa sampuli hii huwa anataka uingize yote. Kwa sababu of course kuna wanawake ambao ukiwachezea vizuri wanaweza kufika kileleni pasi hata na wewe kuingiza ume wako ndani ya kipochi manyoya. Sawa Hizo ndo zinaitwa foreplay. Na foreplay kama hizo ndio zinakusaidia wewe kama mwanamume. Yani kwenye kupiga mnyonyo unapiga mnyonyo, kwenye kuramba, kwenye kusonda. Almuhimu yani uchukue kama kwenye dakika 15 mpaka 30 umweke tayari ama umtayarishe mtoto wa kike kabla ya kumvumbula. Lakini sasa kuna aina ya hawa wanawake ambao ni tofauti, kwamba wao bila kuingiza uume, na sio kuingiza tu, ni uingize mpaka ndani ndio wasikie kwamba buu umelikuna, muwasho umeisha, la sivyo bro itakuwa haujafanya kazi yoyote. Yani ni kama kufuta uandike 0. Ni wanawake wa aina gani? Mwanamke wa kwanza ambaye ukimpata wakati wa kuvumbula bro ni uingize yote, ni yule mwanamke ambaye ana uke mpana, yani kipochima chake manyoya kimepanuka, kimetanuka. Sawa Mwanamke kama huyu ambaye kipochima manyoya chake kimetanuka, hata ukasema utatumia techniques gani sijui za kupiga mnyonyo, umetumia dakika zako 30 kwenye kumtayarisha, utarajie mwanamke kama huyu afike kileleni? Hawezi. Ni lazima uingize mpaka ndani, kwa sababu tayari kipochi manyoya kimetanuka. Na raha ya kipochi manyoya ambacho kimetanuka kipatane na uume ambao ni mkubwa. Yani mwanamume yule amejaliwa na jaa la ng'ombe, ndio akiingia basi kila sehemu amefit. Ni mpana, ni mrefu, ni mnono. Yani akiingia sehemu kama ile, mwanamke kama huyu ajue kwamba kweli lile buu ambalo lilikuwa linamuwasha sasa hivi limeshakunwa. Lakini bila hivyo ukajifanya kwamba wewe ndio kiba mdogo, unataka kumuonyesha ati mimi nikikupiga mnyonyo tu vizuri kwenye kipochi manyoya unakojoa. Shekhe, unajidanganya. Mwanamke yeyote mwenye uke ambao umetanuka ama mpana ni lazima uingize yote, kwa sababu unless yeye mwenyewe kama mwanamke baada ya kujua kwamba uke wake umetanuka afanye zoezi la Kegel exercise, yani zoezi la kukaza nyonga, ile misuli ipate kurejea. Kwa sababu unajua uke unatanuka, sababu zipo nyingi, kwa kujifungua na vitu fulani kama hivyo, huwezi kuepuka. Lakini hutoketi hivyo, kwa sababu hakuna mwanamume ambaye atataka mwanamke ambaye uke wake umetanuka. Sasa wewe kama mwanamke unafaa kuchukua jukumu la kujifanyia Kegel exercise. Ile unabana misuli, na hapa haubani makalio, haubani mapaja, unabana misuli, yani nyonga za kipochi manyoya. Unaibana hiyo misuli na nyonga kwa takriban sekunde 15 ukiachilia. Unabana tena ukiachilia. Hakuna zoezi lililothibitishwa kwa kurejesha kipochi manyoya kama kilivyokuwa iwapo itakuwa kimetanuka kama Kegel exercise. Hakuna. Kwa hivyo wewe kama mke wako ametoka kujifungua,
amekaa ule muda ambao unahitajika baada ya kujifungua muanze tena kuvumbulana, basi shekhe, usimuonee huruma. Manake huyo si mamako mzazi wala si dadako. Piga show sana. Na kwenye kupiga show sana, iingize mpaka yote. Mwanamke wa pili ambaye anataka kabisa uingize uume wako ndani ni yule mwanamke ambaye anashiriki penzi la jinsia moja. Sijui tunaelewana. Kwa sababu tayari aina huyu ya mwanamke hajajua utamu wa uume. Yaani haja experience utamu wa kuvumbulwa. Basi itakuwa unafanya kazi ya bure na ya kujichokesha ukisema eti nitampiga mnyonyo tu, tamrambaramba, tie ulimi wa masikio, tie ulimi wa puani, nimpige mnyonyo kwenye kipochi manyoya vizuri sana. I'm telling you, utakuwa unajichokesha na unajipotezea wakati. Mwanamke yeyote anayeshiriki penzi la jinsia moja, kwanza huwa hana hisia na mwanamume. Ukweli usemwe, hana hisia na mwanamume. Sasa ukimpata mwanamke wa sampuli kama hii, ni lazima shekhe upige show sana. Na kwenye kupiga show si kwamba unapiga juu juu, unaingiza uume ndani kabisa. Ndio wasikie kwamba yes, kweli kitu kimeniingia ndani ya kipochi manyoya na sio kitu cha kawaida. Kwa sababu amezoea kipochi manyoya kwa kipochi manyoya. Lakini sasa hivi amepata uume, ni lazima ajue kwamba kuna tofauti kati ya kipochi manyoya kwenye kipochi manyoya na kipochi manyoya kwenye uume. Sisi tunaelewana. Alright. Mwanamke wa aina ya tatu ambaye huwa anapendelea sana, ama wewe kama mwanamume unafaa kuingiza yote na wanapenda iingizwe kwa ndani zaidi, ni mwanamke ambaye amekaa muda mrefu bila kuvumbulwa. Wewe mwanamume ambaye unanisikiliza lakini pia unainitizama, iwapo una mke wako yuko Kenya, wewe uko nje ya nchi, kwa njia moja ama nyingine kwenda kutafuta maisha, naelewa? Manake dhorobu ya maisha ndio inakufanya wewe uwe mbali na mpenzi wako. Umekaa miaka 2, umekaa miaka 3, umekaa hata kama ni mwaka mmoja. Basi hiyo siku utakayorudi, shekhe, piga show sana. Kwa sababu huyu amekaa muda mrefu. Sawa? Kwa hivyo hata ukisema unamuonea huruma, sijui unamvumbula tu kwa juu juu, unampiga mnyonyo, itakuwa yeye mwenyewe pia haumtendei haki. Kwa sababu bado itakuwa kwamba yes, ameweza kufika kileleni kwa kuchezewa, lakini lile buu ambalo liko ndani itakuwa bado linamuasha. Kwa hivyo ni jukumu lako wewe kama mwanamume yani piga show sana kiufupi. Sawa? Na kila siku mimi huwa nasema, jamani, huyo mwanamke wakati wa kuvumbulana usimuonee huruma. Unamuonea huruma mamako mzazi huyo? Piga show sana. Kuna tofauti ya kumuonea huruma mkiwa kwenye mapenzi, kwenye ndoa, lakini wakati wa kuvumbulana, hata vitabu vitakatifu vimeshazungumzia kuhusiana na kutooneana huruma wakati wa kuvumbulana. Wewe ni nani wa kumuonea huruma huyo mwanamke? Basi mwanamke ambaye pia amekaa muda mrefu, ni lazima umvumbule kisawa sawa, hususan uume wako uingize wote mpaka ndani. Sijui unanielewa?